Basi tuende kwa neno la Bwana katika kitabu cha Matendo ya Mitume 16. Nitasoma kuanzia mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume 16 kuanzia mstari wa kwanza. Basi akafika Derbe na Listra, na hapo palikuwa na mwanafunzi mmoja jina lake Timotheo, mwana wa mwanamke Myahudi aliyeamini, lakini babaye alikuwa Myunani. Mtu huyo alishuhudiwa vema na ndugu waliokaa Listra na Ikonio. Paulo akamtaka huyo afuatane naye, akamtahiri kwa ajili ya Wayahudi waliokuwako pande zile, kwa maana wote walijua ya kuwa babaye ni Myunani. Basi walipokuwa wakipita kati ya mji ile, wakawapa zile amri zilizoamriwa na mitume na wazee walioko Yerusalemu ili wazishike. Basi walipokuwa wakipita kati ya miji ile, wakawapa zile amri zilizoamriwa na mitume na wazee walioko Yerusalemu ili wazishike. Kila wakati tunapokutana na kukumbushana vile Bwana anavyotuamuru, anavyotuagiza, makusudi yake ni huwa tuweze kuzishika. Makanisa yakatiwa nguvu, verse 5, makanisa yakatiwa nguvu katika ile imani, hesabu yao ikaongezeka kila siku. Wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia, wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri lile neno katika Asia. Hawa walikuwa wanaongozwa na Roho Mtakatifu kikamilifu, kama vile siku zote tunajua na kujikumbusha ya kwamba Roho Mtakatifu ndiyo msaidizi wetu. Akihusishwa vizuri katika safari, anahusika kikweli kweli, kikamilifu. Kwa hiyo hawa hawakujiendea wenyewe, lakini walitaka muongozo, kama vile wafalme wa kitambo walivyokuwa hawachukui hatua yoyote mpaka wamuulize muonaji, waulize Mungu kupitia kwa nabii, waweze kuambiwa kama waende au wasiende. Hawa nao vile vile hawakuenda tu, kumbe kuna maeneo mengine ambayo Roho Mtakatifu anasema hapa hapana. Kwa hiyo tunaona ya kwamba wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri lile neno katika Asia. Unaweza kusema ya kwamba neno la Mungu la kuhubiriwa kila mahali wakati wote, lakini kumbe kuna mwongozo wa Mungu ambao unahitajika. Walipofika kukabili Misia, wakajaribu kwenda Bithinia, lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Yaani Mungu ajuaye mwisho kutoka mwanzo anaelewa kule kuna nini. Ni vyema mtu wa Mungu kusikiza anavyokuongoza, ijapokuwa sio kama sasa. Kuna watu nao pia wana hali zao, wanasema naongozwa na Roho, lakini ukiangalia mambo wanayofanya ni ya vituko. Lakini hao walikuwa wanaongozwa na Roho kikamilifu. Walijaribu kwenda Bithinia, lakini walikuwa so sensitive kwa Roho Mtakatifu. Wakitaka kuchukua hatua yote wanasikiza. Katika ulimwengu wa roho Mungu anawakataza. Kwa hivyo hapa tunaambiwa walipofika kukabili Misia, wamefika kukabili ni hapa tu, wakajaribu kwenda Bithinia, lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Ndani ya mioyo yao
mioyo yao ilikuwa, roho zao zilikuwa zaweza kunasa vizuri mawimbi na mawasiliano kutoka mbinguni ya kwamba hapa roho hakubali. Inakuwa ni vyema kwamba mteule wa Bwana aliyeokoka asiende tu katika masuala fulani, lakini asikize anavyoongozwa. Kwa hiyo kama hao walikuwa hawasikizi, hawangeweza kuelewa, wangejiendea tu. Wakapita Misia, wakatelemkia Troa. Paulo akatokewa na maono usiku. Alimuona mtu wa Makedonia amesimama, akimsihi na kumwambia, vuka uje Makedonia utusaidie. Kwa hiyo Paulo na wenzake katika safari yao, huku akitega sikio la rohoni wawezi kujua Mungu anatakaje, wanatembea, wanaona kama ni pale, lakini wanasikia uzito, wanaacha. Wanatembea, wanaona ama twende pale, wanasikia uzito. Kwa sababu hivi ndivyo Mungu Roho Mtakatifu anawasiliana na sisi. Anakuweka uzito kuhusiana na jambo fulani, usilitende. Kuhusiana na safari fulani, usiende. Kwa hiyo wakitaka kwenda Bithinia wakakatazwa, Misia wanakatazwa, na kule mwingine tuliona walikatazwa pia. Sasa katika hali yao ya kusearch na kujua na kutaka kujua roho wa Mungu anatakaje, mtumishi wa Mungu amelala, na katika kulala kwake halali tu fwa, analala akiwa ametega sikio la rohoni. Pale pale akatokewa na maono usiku, ili kuweza kumwambia Paulo, sio Bithinia, sio kule kwingine kunaenda, utaenda, lakini nataka nikuonyeshe ni wapi. Kwa hiyo akamtuma mtu kwa ishara kabisa katika maono. Huyo mtu akaja akasimama mbele yake, mtu wa Makedonia, akimsihi, vuka njoo huku Makedonia utusaidie. Akajua, akanasa mawimbi mara moja. Paulo akajua, kumbe huku ndio tunaelekezwa. Mungu anawasiliana na watu wake katika maono, katika ndoto, katika neno la Mungu kupitia manabii wake. Alipolala akijiuliza, alilala akiwa expectant, anatarajia mawasiliano. Unapokuwa katika hali ya maombi, pengine umefunga kipindi kirefu hivi, umelala, mara nyingi huwa unalala lakini roho unasikia uko so active. Unaweza kulala tu na katika kulala huku kasikia neno linakuja in a very strong way, kiurahisi tu unaelekezwa kwenye maandiko fulani, na ukienda kuyafungua unasikia unazungumziwa kabisa, kwa sababu umelala ukiwa na matarajio. Mtoto wa Mungu analala akiwa na matarajio, analala lakini akiwa on, akingojea kuzungumziwa. Anataka kujua what next, anataka kujua tuelekee wapi. Bithinia tumekatazwa, kule kwingine tumekatazwa. Sasa analala akijiuliza Mungu ni wapi. Ni tamu sana wakati unapolala ukijiuliza, Mungu mapenzi yako ni gani? Mungu unataka namna gani? Alafu Mungu anakuja akamtokezea mtu akiwa wa Makedonia, akiambiwa njoo huku, uko eneo hili la Tausa hivi. Unataka kwenda Konenyu, unasikia uzito. Unataka kwenda Rongeju vile, unasikia uzito. Unataka kushuka Voi, unasikia kwenda uzito. Alafu katika maono panatokea mtu wa Ndii, anakuambia njoo huku uje utusaidie. Pale tayari uanza kuelewa, kumbe roho wa Mungu anataka tuende vile hivi, kumbe Mungu anataka kwenda namna ile. Na mara moja wakawa macho, akapata kuelewa. Mstari wa 10 unasema, basi alipokwisha kuyaona yale maono, mara tukataka kutoka kwenda Makedonia, kwa kuwa tuliona hakika ya kwamba Mungu ametuita tuwahubiri habari njema. Kuwahubiri habari njema. Akahakikishiwa. Hapa hapo anaongeleshwa tu na maroho. Hapa sio ile kusema kwamba roho nyingine inaniambia. Hapa sio kusema kitu kikaniambia. Hapana. Watu wa Mungu hatuzungumziwi na vitu.
Sio kitu kikaniambia, nikakaa nikasikia kitu kinaniambia hapana. Hapa walikuwa amezungumziwa katika maono. Wakang'oa nanga, mstari wa 11, tukang'oa nanga kutoka Troa, tukafika Samothrake kwa tanga moja, na siku ya pili tukafika Neapoli. Wanaenda katika safari yao ya kihuduma, huku Roho wa Kristo akiwaongoza, huku Roho wa Mungu akiongoza. Ni raha iliyoje ukisafiri na uhakika, ukijua hivi ninaongozwa. Umetokewa na maono usiku, umetokewa katika ndoto usiku, ukaambiwa ni hapa, unaenda na ujasiri wote, ukishajua Mungu amenena. Na kutoka hapo, mstari wa 12, na kutoka hapo tukafika Filipi, mji wa Makedonia. Tayari wameingia Makedonia. Vile walivyoambiwa njoo huku, vile walivyoonyeshwa katika maono njoo huku, mtu wa Makedonia akiitana, wakaibuka hiyo, wakaenda, wakaingia, wakafika mji wa Makedonia, mji ulio mkuu katika jimbo lile, mahali walipohamia Warumi. Tukawa katika mji huu tukikaa siku kadha wa kadha. Wamefika pale, wanapanga mikakati, jinsi tutaanza mkutano, jinsi tutaanza hii huduma, jinsi tutakavyoiendesha. Wameanza kazi ya Mungu, wameingia mji ule walioongoza, wanaohakika kabisa. Hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango, tukaenda kando ya mto, ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Tukaketi, tukasema na mwanamke na wanawake waliokutana pale. Mstari wa 13 unasema hivyo: hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango, maana wako pale mjini wa Makedonia, tukaenda kando ya mto. Wanatafuta mahali pazuri waweze kusali, kwa sababu kusali ilikuwa ni jambo la muhimu sana. Kusali ilikuwa ndio kuongeza mafuta katika ulimwengu wa roho. Kusali ndio kuongeza nguvu. Kusali ndio kujihami. Wakasema tumefika, we need some good place to pray. Sasa wakatoka waende kando ya mto. Walikuwa tayari waende mahali palipotulia, ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Wakaketi hapo. Wanataka kufanya nini? Kuomba. Usiku wa leo tumekuja mahali hapa patulivu tuweze kuomba. Anasema Bwana, enyi wenye kiu njooni majini. Hapa ndio kisima cha Bwana kinapatikana, kando ya mto, hapa kwenye maji, mito itiririkayo. Biblia inatufananisha sisi na mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Katika maji kuna siri kuu. Pale kuna vijito vya maji, ni uhai, kuna uhai. Mti unapandwa kando kando ya maji. Hautahangaika wakati wa uchache wa mvua, hata wakati wa hari hautatatizika. Pale mtoni, kwenye brizi nzuri kule, pale ambapo tunavuta unyevu, mti ule unaeneza mizizi yake. Twende mahali patulivu. Tumekuja usiku wa leo ili tuweze kuongea na Mungu wetu. Nyumbani kule unaweza kuwa na majirani wasumbufu, unaweza kuwa na hali tofauti, unaweza kuwa na hali zisizokupa mazingira mazuri, lakini usiku wa leo ukaamua, tukatoka. Wanasema tukatoka usiku ule, hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango, tukaenda kando ya mto. Mahali hapo tulienda kufanya nini? Tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali, tukaketi pale. Wakapata pia kuna wanawake wengine pale waliokutana nao. Mwanamke mmoja jina lake Lydia, mwenye kuuza rangi ya zambarau, mwenyeji wa Thiatira, mcha Mungu, akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. So these guys were praying, and the same time walikuwa na uwezo wa kuzungumza na watu. Wamebeba hazina yao, wamebeba ndani ya mioyo yao, wamebeba. Ni watumishi wa Mungu, wamesheheni neno la Bwana. Kila waliokutana naye wakaanza kusema naye. Maandiko yanasema kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye Mungu aliweka ndani yake moyo wa kusikiliza.
kusikiza na kuelewa neno la Mungu, mtu anafunguliwa moyo. Maandiko yanasema mwanamke huyu mcha Mungu akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana. Kumbe moyo unaweza kuwa umefunga, hata ukinena maneno yale hayapokeleki, mtu haelewi. Ndio maana kuna umuhimu wa kuomba. Hata wakati tunapoenda kuhubiri Injili, Bwana tunamwambia fungua mioyo ya wale watu, ili tutakapohubiri neno hili walipokee. Kumbe unaweza kwenda kuhubiri ukatumia nguvu nyingi, lakini mioyo ile imefungwa. Biblia inasema ikiwa Injili hii imesitirika kwa wale ambao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao. Kunaye adui ambaye huwa anapofusha fikira za watu, anapofusha macho ya rohoni wasiweze kusikia neno la Mungu. Lakini mteule wa Mungu anapoomba, mioyo ile inapata kufunguliwa na Bwana. Kitambo neno la Bwana linakuja kuangusha pale, mioyo inalipokea. Ni kama kuombea ardhi ipate kuwa tayari, ili mbegu itakapoanguka ipate mahali pazuri pa kumea. Kuna hali ya kushughulikia ardhi mbalimbali. Ardhi ambayo imekanyagwa na watu ikawa njia, huwa inachimbuliwa kabisa ili mchanga uweze kuwa laini, uweze kuwa loose, mbegu iweze kuingia ili iweze kufanya vizuri. Katika ulimwengu wa roho tunaombea zile ardhi mbalimbali, tunaombea ile mioyo, maana ardhi ni mioyo ya watu na mbegu neno la Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba hapa kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana. Usiku leo na kuombea moyo wako ufunguliwe na Bwana, ulipokee neno la Bwana. Mioyo yetu ifunguliwe na Bwana. Kila tunapokuja katika nyumba ya Bwana, tuje na mioyo iliyofunguliwa na Bwana. Kuna umuhimu wa kukabidhi mioyo yetu mbele za Bwana. Kila unapoingia kwa Bwana unazungumza na Bwana. Bwana, nakupa moyo wangu. Neno lako litakapokuja lisipite juu. Wakati mwingine tuliangalia tukaona ya kwamba mvua inaweza kunyesha kwa watu wote, lakini wale watakaofaidi maji ni wale ambao waliweka mitungi yao wazi ikapokea maji. Lakini kwa wale walisahau kufungua, mvua ile umwagika na kesho wanaenda kununua maji na jana kumenyesha mvua. Wengine wakafaidi, lakini wengine hawakafaidi. Kwa sababu gani? Mitungi yao imefungwa. Na neno la Mungu linaweza kunyesha kama mvua kwako, lakini ikiwa moyo umefungwa hauwezi kupokea kitu. Na watu wanaweza kukaa katika kusanyiko la baraka kabisa, watu wameketi katika ibada, watu wameketi katika semina, watu wameketi katika mkutano, na neno la Mungu linatoka lenye nguvu, watu wanabarikiwa, lakini unapata kuna mtu mmoja pale ana vituko vyake vingine kabisa. Unamshangaa neno la Mungu lenye nguvu namna hii, wewe uko na simu na chat. Neno la Mungu linaendelea lenye nguvu namna hii, wewe unaandika vitu havieleweki. Neno la Mungu linaanguka lenye nguvu namna hii, wewe unazungumza. Yaani nyinyi mnazungumza wakati neno la Bwana linaendelea. Ni watu ambao mioyo yao imefunga. Nyinyi mnapobarikiwa hawashiki kitu, hawaelewi. Na ndio sababu tunazidi kuomba Mungu ili kwamba kanisa la Bwana mioyo ifunguke. Kuna watu wanabadilishwa na neno la Bwana, na kuna watu wamemea sugu, wamekaa sugu, hawabadiliki na chochote. Kwa sababu kila wanakuja mitungi yao imefungwa. Kwa hiyo inarudi ikiwa dry na imetoka kunyeshewa kwa sababu imefungwa. Lakini kila tunapokuja ni vyema kuikabidhi mioyo yetu mbele za Bwana. Unapokuja unajiombea kibinafsi, unauombea moyo wako. Bwana, nakupa moyo wangu. Nakupa moyo wangu. Moyo wangu ufunguke kwako. Gusa maisha yangu. Ndio maana mtu anatubu dhambi zake na kumwambia Bwana, unitakase. Kwa sababu Mungu anasema ya kwamba mkono wangu si mfupi wala sikio langu sio ziwi likose kusikia, lakini dhambi zenu ndilo zinazowatenga na mimi. Mtoto wa Mungu, ili dhambi isimfunike ikaziba moyo wake, ikafunga moyo wake usipokee, mtu wa Mungu anajisalimisha kwa Bwana
na kumwambia Bwana, nakupa moyo wangu, unisamee chochote ambacho kitakuwa kizuizi neno lako lisiingie, unitakase. Bwana anapokusamee na kukutakasa, moyo wako unafunguka. Neno la Bwana likianguka linaingia moja kwa moja, linakujenga, linakuimarisha. Unaacha kuwa mtu mzito, unatoka pale ukisema, hakika nilikuwa katika ibada, hakika nimehudumiwa, hakika nimejengwa, hakika nimeinuliwa. Bwana ndio anayefanya hii kazi, kwa sababu yeye ndio hutupatia kupenda na kutenda. Nilipoangalia hii sehemu nisikia ikinibariki tu sana, kuona jinsi Mungu anavyoshughulikia mioyo yetu. Kumbe nisikubali kwenda na moyo uliofungwa, nimuhusishe Bwana. Ni vyema kuzungumza na Bwana unapofika katika ibada na kuongea na kuambia, Baba, nimekuja hapa kwa ajili yako. Tumekuja kwa mkesha kama huu. Usikubali wengine wanafaidi na wewe haufaidi kitu. Usikubali wengine wanapenya na wewe unalala tu. Usikubali wengine wanabarikiwa na wewe hata uko dry kabisa. Hapana, ongea na Mungu. Ongea na Mungu. Unajua moyo wako, unajua nini kinakusibu, unajua nini kinakuweka uzito. Yote, mizigo yote tumeambia, we cast all our burdens unto the Lord. Tumtwike Bwana fadhaa zetu zote. Mojawapo ya mbinu ambao shetani hutumia kufunga mioyo ya watu ni mizigo ya misongo ya mawazo, ya masaibu ya maisha. Anakufanya wewe uwaze zile shida tu, anakufanya wewe uwaze mambo mazito ambayo yako mbele yako, ili akili yako isiwe hapo kwa Bwana, bali iwe mbali kabisa, uwe mtu wa huzuni. Lakini ukiyasukuma yote kwa Bwana, sema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, naye atawainua kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Unamtwika fadhaa zako zote, kila linalokusumbua unamwambia, Baba, nimekuja mbele zako, nimebeba, nahitaji kupumzishwa, nimeumizwa, nahitaji kupumzika moyo. Baba, sina furaha, wewe ndio furaha yangu. Na Mungu anakutembelea, anaondoa mizigo, alafu anafungua moyo wako. Mwanangu, nimekutakasa, sasa nikubariki, nataka kukubariki. Unaanza kufaidi mkesha, unaanza kufaidi ibada. Wakati wengine wanaposimulia the service was powerful, you will understand what they're talking about. Lakini kuna mtu mtanda na nyumbani, sema hiyo semina ilikuwa ya nguvu, yeye hata hakuna kitu alipokea. Yeye anatoka na mambo yake mengine, ana vitu anavyovielezea, anaelezea vitu tofauti ambavyo havina chochote cha kiroho. Lakini mtu ambaye moyo wake ulifunguka, tunakuja katika ibada ili tukutane na Mungu. Na ni vyema mtu asikubali kutoka vivi hivi. Omba, ongea na Mungu kama vile Yakobo alivyoongea na yule malaika. Sikuachili mpaka unibariki. Hataki kutoka vivi hivi. Nitokeje mbele zako Bwana, nitoke vivi? Sikuachili mpaka unibariki. Baba, nimeacha kitanda changu nije hapa, sitaki kutoka vivi hivi. Kutana nami Mungu. Sitaki kukesha bure, nikose usingizi wa bure, niwe nimekosa kote. Usingizi sikulala, alafu tena hapa pia baraka nikose. Dadi, hapana. Kama nimekosana na wewe, natubu kwako, unioshe. Nakubali kila hali, unioshe. Lakini kwa vyovyote vile, Mungu, machoni pako nikubalike. Sitaki nirudi vile nimekuja. Sitaki nije kwa mkesha kama ratiba tu ya kanisa iliyopangwa. Hilo ndio jambo ulikataa siku zote, ya kwamba hatuendi ibada kwa kuwa ilipangwa. Hatuendi mkesha kwa sababu ni ratiba ilipangwa. Lakini toke nikija, nina haja ya kuongea na Mungu. Kwa hiyo nikifika, naanza mazungumzo naye tayari, na kumwambia, Baba, nimekuja. Haya ni mazungumzo ya kibinafsi. Baba, nimekuja. Mimi kijana nimekuja, nataka kuwa kijana wa kipekee. Mimi msichana nimekuja, nataka kuwa msichana wa kipekee. Baba, ninataka unishape maisha yangu. Mimi mtoto nimekuja, watoto wengine wote wamelala. Baba,
niko kanisani usiku, mimi na kesha, naomba ufanye jambo jipya ndani ya maisha yangu. Mkesha huu uniachie tofauti katika maisha yangu. Haleluya. Mkesha huu uniachie tofauti. Ibada hii niachie tofauti. Nisihudhurie kwa kuwa ni Jumapili watu huenda kanisani. Nisihudhurie kwa sababu ni Ijumaa watu wengi huenda mikesha. Dad, nimekuja mbele zako. Na kuhitaji unisaidie. Na kuhitaji unihudumie. Moyo wangu ufunguke kwako. Baba, fungua moyo wangu. Nihudumie. Inua roho yangu. Mwimbaji akaimba, inua moyo wangu ili Bwana nizungumze nawe. Kwa kweli Bwana ndio hufanya mambo katika maisha yetu. Tunamkaribisha. Ili nibariki sana kuona hii kwamba huyu mwanamke Mungu alifungua moyo wake ili aweze kupokea maneno ya Paulo. Kama Bwana singefungua moyo wake, maneno ya Paulo yangepita juu, yangepita tu kama vile watu wanasema inaingia huku inatoka huko. Lakini hata haingia hata kwa sikio. Inapita juu kama vile mtungi uliofungwa. Kwa hiyo ni raha iliyo namna gani ya kwamba neno la Bwana lisipite bali liingie. Tunapenda kusema neno la Bwana limepita. Na kweli neno la Bwana limepita. Usikubali lipite bali liingie kabisa ndani yako. Sasa moyo wake ukafunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. Hata alipokwisha kubatizwa yeye na nyumba yake, akatusii akisema, kama mmeniona kuwa mwaminifu kwa Bwana, ingieni nyumbani mwangu mkakae. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo ya uaguzi akatukuta, aliyowapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hao ni watumishi wa Mungu wanaendelea katika safari yao. Wametafuta mahali pa kuomba. Wamekutana na huyu mama, shughuli zinaendelea, watu wa Mungu wanakutana na vitu mbalimbali, visanga tofauti katika safari. Hapa wamekutana na kijakazi mmoja ambaye alikuwa ameheshimika sana. Kijakazi tu, yani kasichana kijakazi tu hivi. Lakini mtaani ameheshimika, watu wanamheshimu walio kwa wakubwa. Kijakazi lakini ni mwaguzi. Kijakazi lakini ni mchawi. Kijakazi lakini anajua shughuli ya ulimwengu wa giza. Watu wakamwamini. Nasema ikawa walipokuwa kenda wakakutana aliyekuwa na pepo ya uaguzi. Alakaa hivi anaweza kuanza kuambia mambo. Hii ndio hatari tulionayo siku hizi. Unaona kabinti, unaona kijana, unaona mzee hivi, anaambia nina uwezo wa kukuambia kila kitu. Mimi ninakuaga na hali ya kukuambia. Kujiulizi huyo anayekuambia ni nani? Nilikuwa na mmoja ambaye alikuwa sema mimi huwa nina uwezo wa kujua mambo. Kumuuliza ni nani anayekuambia, sema ni siri yangu hiyo ni siri yangu. Muuliza si roho wa Bwana ile tunajua, hiyo ni siri yangu. Pale nikawa na maswali. Lakini anasema kwamba yeye ana uwezo wa kuambia. Huyu naye hapa ni kijakazi hivyo, aliyekuwa na pepo ya uaguzi, akawakuta watumishi wa Mungu pale, Paulo na wenzake, na aliwapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Ungekuwepo mimi na wewe leo tungesema amen. Tungekubaliana na tuseme amen. Kumbe kile kinaongea ndani yake ni pepo. Sio watu wote wanaosema habari za Bwana ni watu wa Mungu. Wengine ni pepo. Kwa hiyo pepo ziko ndani. Na sasa hivi tuna ulimwengu ambao hali ya kuchanganyikiwa ipo. Watu wanaenda katika majumba kuhudumiwa, wakijua ya kwamba pale tunaenda kuhudumiwa kwa jina la Bwana. Huyu alikuwa akiwapa watu faida. Kulikuwa na mmoja Voi pia ambaye watu asubuhi na mapema, madereva wa taksi, wafanyabiashara walikuwa wanakusanyika wengi pale ili waende kuombewa na mtumishi. Yaani mtumishi ambaye hahubiri watu hali ya kuokoka wamche Mungu aende mbinguni,
Yeye ni kuwatatulia matatizo yao. Watu wanataka kutatuliwa matatizo, hawataki Mungu. Wakishasikia yule bwana huwa anajua kuomba, anaona mambo yako yote, anakuombea kuwe sawa, hapo ndo anataka. Ukimuuliza utampokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako na umwishie Yesu uende mbinguni, anasema mimi nataka ile shida niko nayo tu iniondokee. Mtumishi wa Mungu, niombee. Omba ili shida iondokee. Watu wanataka kutatuliwa matatizo na kupatiwa faida. Watu wanataka biashara zao ziendelee vizuri. Biashara ikishuka kidogo, anaenda kwa nabii, anaenda kwa mtu, ili yule aniangalilie biashara yangu ina nini. Sasa hapa tumeambiwa aliwapa bwana zake faida. Watu wanataka kupewa faida za duniani humu. Huyu kijakazi watu walimwamini sana, waliona huyu ni nabii anayetusaidia mtaani. Leo hii wapo hawana kanisa, lakini una mahali yeye hutatua matatizo ya watu. Ukienda kwake utafikiri ni hospitali. Ni kama watu wamekuja kwenye kliniki ya daktari mkubwa, wameketi benchi, wanaingia mmoja mmoja kumuona mtumishi pale ndani au atatulie matatizo yao. Yesu anatatua kweli na maombi anatatua kweli, lakini vyema katika wakati ukuwa makini kujua mtu huyu tunaenda kwake anaabudu Mungu gani. Ana Kristo ndani, ana Roho Mtakatifu, ama ana roho fulani ambayo ni siri yake. Mtu anayekwambia ninaye roho unifunulia, lakini niliambiwa ni siri yangu. Roho Mtakatifu anakuaga siri kweli, aliwekwa wazi. Kama ni Roho Mtakatifu ni wazi wazi. Hakuna roho nyingine ambayo unatumia alafu Mungu anakuambia hii nimekupa, ni special na ni siri yako. Kwani Mungu anapeana roho wangapi? Akupe mwingine wa siri na mwingine wa watu wote. Sasa huyu alikuwa wa aina hiyo, na watu wakamwamini. Wanafikiri ni wa Mungu, lakini ana pepo ya utambuzi. Pepo ya utambuzi ile ndio ilikuwa inafanya kazi. Anakuangalia, anakuambia nyumbani mwako umeacha ABCD na kuna hii na hii. Alafu nasikia kweli huyu ameona nyumbani kwangu vile kulivyo. Sasa alipomfuata Paulo akaropokwa mara moja, akasema hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuhubiria njia ya wokovu. Hiyo ni Acts chapter 16:17. And this did she many days, but Paul being grieved turned and said to the Spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour. Akafanya hayo siku nyingi huyu binti, kwa sababu inasema she, kasichana, kijakazi. Akafanya hayo siku nyingi. Kila akiona Paulo, kila akiona mkutano, unaona kwa kitu kingine unaweka mkutano wa injili na pana kimtu kingine hapo kinaongea tu, na unaweza kumconfuse kuwa mtumishi wa Mungu vile anavyojiweka mbele. Alikuwa na desturi. Akafanya hiyo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika. Ndani ya roho yake akawa grieved. Akasikia viendani. Akasikia roho inaongea na binti haiambatani, mawimbi hayakubaliani. Hata kama anaongea vitu vya Mungu, lakini sio upande wetu huyu. Kuna roho pale iliyojificha ambayo haijalenga mahali tunalenga sisi. Akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo, sio roho wa Bwana tena, hapana. Kageuka akamwambia yule pepo. Sasa haongei na msichana, anaongea na roho. Tunajifunza kitu pale. You address the spirit and not the person. Unaona ni dada yako, ni ndugu yako huyu, lakini kuna maongezi anayoongea, unajua haya sio yake. Unajua kuna yule anayeongea ndani. Biblia inasema and he addressed the spirit. He said to the spirit, not to the girl, but he addressed the spirit. That is how deliverance inafanyika, kwamba unaanza kuona anayeongea huyu si huyu, unajua si fulani, na unaanza kuongea wewe pepo uliendani na mtu huyu, na kuamuru toka. Akitoka yule pepo, ukianza kumuuliza wewe binti ulikuwa unasemaje, anasema hata sijui, kwa sababu haikuwa yeye.
Mtu anatumika. Sasa binti alikuwa tu anatumika. Roho anafanya mambo yake, ana confuse watu na yeye anafikiri ni yeye. Ile roho ikakemewa na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Alipomtoka yule binti akawa ameshakuwa huru. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limepotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Unaona jinsi watu walivyo selfish, walivyo binafsi. Hii roho inamtesa huyu binti, inamwelekeza jehanamu, inamwelekeza kusiko. Lakini wao wanataka kufaidi na ule uchawi uko ndani ya binti pasipo kujali maslahi yake. Hapa pamekuja watumishi wa Mungu, wameitoa ili binti awe huru. Na wale bwana zake ambao walikuwa wanaitumia ile roho ili kujiletea faida. Wajua kuna watu ambao wanaweza kufaidi kwa udhaifu ulionao. Kama vile sehemu nyingine unasikia mtu amechukua kiwete, mlemavu, wanaenda wanaomba naye pesa, lakini ile ni kama biashara yao. Pesa zile mlemavu anayopokea wao ndio wanafaidi. Kwa hiyo kijakazi huyo alikuwa anatumika kwa njia hiyo. Na wakawa wameleta shida kabisa. Mbona unamkomboa huyu msichana? Unamfungua huyu msichana kwa nini? Na sisi tunapata faida kwake. Kuna familia ziko design hiyo, kwamba familia imetaka kutajirika, imetoa mtoto mmoja awe anateseka pale ili kwamba familia izidi kupata fedha. Kwa hiyo wanaendelea utajiri, ukitajiri ukianza kushuka, wanaenda ule mtoto anaanza kuugua. Anaugua, kiugua sana, utajiri unaongezeka. Alafu anaendelea. Sasa pakitokea mhubiri amuombee, amfungue kutokana na zile pepo, ile familia inakasirika. Anasema sasa utajiri wetu tutatoa wapi? Na hiki ndio kiti tulikuwa tumeweka. We mchungaji, unamuokoa huyu mtu tukule wapi? You can see how people can be used by the devil. Walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, hawaoni maslahi ya huyu binti, hawaoni ya kwamba amefunguliwa kutoka kwa mateso, waona faida watakayoipata. Wakawakamata watumishi wa Mungu walio safi kabisa, wanakamatwa, wanakokotwa mbele ya wakuu wa mji. Angalieni, hao ndio wanaotaribia kazi. Fikiria kuishi katika eneo kama hili ambapo wachawi wanaendesha mambo yao, na wewe wakati unapoomba namna hii wanakufungia, wanakuwekea mkutano ili wamalize shughuli unayofanya. Wakawachukua kwa makadhi, wakasema watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi. Nataka uelewe ya kwamba hivi ndivyo ulimwengu wa roho ulivyo. Tayari katika ulimwengu wa roho wachawi wako hapo na wamesema hapa ni kwetu na hatutaki vitu kama injili. Wanapoinuka kwanza kuhubiri injili, wanaweka vikao vyao, wanaanza kushtakiana. Anasema hawa wanachafua kwetu sisi waokovu, tunapoomba kwao sisi tunachafua anga yao. Na sisi tunasema mapepo zimechafua anga yetu, kwa hiyo tunapiga na tunasambaratisha ili anga iwe safi. Tunaweza kusema operation kusafisha anga. Kwa hiyo pande zote wanalilia anga hiyo hiyo. Angalia hawa watumishi wa Mungu wanaenda kwenda kuhubiri injili ili kufungua watu waliofungwa, na wale ambao wako responsible katika kuwafunga nao wamekita mizizi. Wanasema hawa wanakuja na za mambo zao, wanataka kuwafungua hao watu, na hao watu ndio biashara yetu. Kuna bwana mmoja ambaye alikutwa analima na mwanamke mmoja mchawi. Alipomkuta analima vile, akamtazama akamwambia, naona unanifaa sana katika kazi yangu. Na alipomwambia vile, hakuelewa ni kwa nini amemwambia vile. Alafu akampiga kidogo hivi. Alipompiga kidogo, tayari akamchukua katika ulimwengu wa roho, na akawa pale anaumwa na kichwa, hakuelewa, na kutoka hapo akawa mwenda wazimu. Wakati mwingine wanaangalia hapa, naona tu kuna watu wa sambulio, ni kama watu waliochukuliwa hawapo. Kwa hiyo
huyo jamaa akachukuliwa na akaenda kufanyisha kazi katika mashamba ya ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unaona kwamba wakati wewe unaposikitika na kusema mtoto wa wenyewe jamani ameharibika, mtoto wa wenyewe jamani, kuna limama fulani lilikuja likamchukua msukule katika roho, linamlimisha kule, linamfanyisha mambo. Vituko vinafanyika katika ulimwengu wa roho. Wengine wanaendesha mabiashara zao kupitia kwa watoto wa wenyewe. Kwa hiyo wamechukuliwa. Mtu kama yule ukija ukiomba akafunguliwa, kutakuwa na watu wakukasirika. Anasema ni nani atakayenifanyia hii kazi? Umemfungua huyu nilikuwa nimemteka huyu anifanyaje ABCD. Leo hii mnakuja kumfungua, mtaniambia nitafanya nini? That is what happened here. Wale walikuwa wanatumia wale kama misukule yao, wale walikuwa wanawatumia katika biashara zao. Maana kuna watu wanaendesha biashara kwa namna hiyo, kwa kutumia watoto wenyewe katika ulimwengu wa roho. Wao kitokea ukiwafungua kama vile Paulo aliyefanya, unakosana na watu wanakuinukia, mji mzima unakuinukia, unakuwa adui na wewe. Kwa sababu gani? Umeharibu mambo ya wenyewe. Lakini kama mambo hayo hayamtukuzi Mungu, Biblia inasema ya kwamba kwa kusudi hili mwana wa Adamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Na huyu mwana wa Mungu ambaye ni mwokozi wetu, kwa jina lake na kwa damu yake tunaingia katika hiyo kazi ya kuharibu kazi za ibilisi. Wafungulio wote waliofungwa. Watu waache kufurahia wakati watu wanateseka. Kuna watu hufurahia mji unavyokaa tu, asema hakuna injili itahubiriwa ishike hapa. Hiyo tumekataa. Hakuna cha kuokoka. Hakuna vijana ataokoka adumu hapa, hakuna mama ataokoka adumu katika nyumba yake, hapana, vuruga. Watu wanaishi hivyo, wanamtumikia adui. Huyu alikuwa na pepo ya utambuzi. Hakuwa na Roho Mtakatifu, alikuwa na pepo la utambuzi. Na alikuwa na wenyewe. Yaani unamwona kabinti hivi, lakini kuna watu nyuma yake na wanamonitor, wanaangalia ni nini kinaendelea. Akikombolewa tu, waliomkomboa watawatambua. Na unaona Paul na wenzake walipomkomboa ile binti, walimtambua, sema sasa kokota hawa wanakuja kuharibu anga. Hivyo ndio vita tuko navyo hata katika ulimwengu wa roho. Ndio maana tuko hapa usiku wa leo kuomba na kukataa hali ambazo hazifai na kuzinyoosha, sio kwa kuomba. Huwezi kwenda katika ulimwengu wa roho uombe wachawi, naomba muachilie watu huku waokoke. Haifanyiki hivyo. Wanapigwa, tunachukua mateka. Wanapigwa, wanafunguliwa wale waliofungwa, sababu tunaambiwa huwezi kuingia ndani ya nyumba ya mwenye nguvu pasipo kumfunga kwanza, ndipo utakapoteka na kuchukua mateka wake. Wakasema watu hawa wanachafua mji. Verse 21, tena wanatangaza habari ya desturi zisizokuwa halali kwetu. Habari za Yesu sio halali kwa wachawi na washirikina. Kwao si halali na hawataki zihubiriwe. Kwa maana mnaweza kwenda kuweka mkutano na vyombo vinaleta shida, mnasumbuka, hata masauti yanatatizika kama hamkuomba vizuri. Kwa sababu kuna upinzani. Kuna watu hukataa na eneo. Tunajifunza usiku wa leo. Hata tunapokuwa kwenye mkesha wa maombi namna hii, what are we doing? Ni kwa sababu tulichokuja kufanya ni kazi ya kiroho tunayoingia katika ulimwengu wa roho ili kufungua vilivyofungwa. Kutetea mji wetu huu, kutetea nchi yetu hii. Kwa sababu wakati mwingine inavamiwa mno na nguvu za giza. Matendo ya ajabu yanafanyika katika mashule zetu. Unaona hii sio kawaida. Hakuna mwanadamu wa kawaida huingia katika dormitory hivi achome wenzake pasipo nguvu ya giza iliyo nyuma yake. Nchi yetu inakuwa inavamiwa design hiyo. Watu wanakuwa wanyama, watoto wanauzwa, watoto wanatekwa nyara, wanaenda wanangolewa sehemu mbalimbali, wanaachwa tu hivyo kwa sababu wametumika katika ushirikina. Uvamizi umekwepo katika taifa. Uvamizi unakwepo katika nchi zetu. Na wanasema wenyewe ya kwamba wanateka watoto wadogo kwa sababu bado wao ni wabichi, wao bado ndio wako na potential, bado wana safari ndefu, wana potential kubwa. Hawateki mzee kwa sababu mzee ana muda mdogo
hana potential kubwa, lakini mtoto bado ni fresh, wanataka kutumia ile kubwa, yeye ndio ana safari ndefu zaidi, wanatumia. Kwa hiyo sasa tunaiombea nchi yetu. Tunapokutana namna hii tunaelewa ni kwa nini kuna umuhimu wa kuwa katika maombi kama hivi, kwa sababu mkesha tulionao ni wa maombi, kuomba na kupambana na watu kama hawa ambao hawataki habari njema ihubiriwe. Mji unaweza kuwa umenyamazishwa kabisa, no one feels like preaching. Hakuna kanisa inaibuka ifanye crusade, kumekaa tu hivyo miaka na miaka. Kumbe ni kwa sababu kunao waliosema hakuna hapa kuhubiriwa. Nataka kuinuka kidogo, mnatia uchovu, mnaacha. Nataka kuinuka kidogo, mnatia uchovu, mnaacha. Mnataka kufanya kesha, mnatia uchovu, mnaacha. Kunao wanaosema tena wanatangaza habari ya desturi zisizokuwa halali kwetu. Elewa, katika ulimwengu wa roho kunao watu wanaosema, kunao wale wanaosema wanaweka kesha kinyume cha desturi yetu. Maana hapa desturi yetu ni kwamba kusikeshwe. Kwa hiyo wanaanza kutumia hata njia yote, hata serikali kumaliza hiyo. Aibue mtu mmoja pale hivi, kiongozi wa serikali ambaye yuko kinyume tu, ili amalize ile. Kwa sababu gani? Watu hawa wameharibu mji na haya maombi yao. Wameharibu uchawi wetu, haufanyi kazi kwa haya maombi anaomba. Angalia mstari wa 20 vizuri. Wakawachukua kwa makadhi wakisema, watu hao wanachafua sana mji wetu. Wanataka mji wao ukae vile wanavyokaa. Wanataka mji wao uendelee na yule kijakazi, endelee na kazi za utambuzi tu. Tunataka tuendelee na uaguzi wetu. Tuendelee na mapango yetu yenye na matambiko yetu. Watu wanataka waendelee na matambiko. Ukiinuka pale mtu wa kuomba Yesu Kristo pale, wenye matambiko wanakuwa wakali. Kwa hiyo hapa wakawa wakali na wakawakamata na wanatoa sababu zao. Wanatangaza habari na desturi zisizokuwa halali kwetu. Hatuamini hizi vitu. Hatutaki mambo haya. Zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata. Hatutaki kuzipokea, si halali kwetu kuzipokea wala kufuata. Kwamba tuokoke, hakuna kuokoka. Hatufuatagi vitu kama hizo. Kwetu hatuokoki. Kwa kuwa sisi tu Warumi. Hatutaki habari za wokovu hapa. Nasikia watu wakiongea kwa ujasiri. Maswali ya kuomba hapa hatutaki. Unaenda katika eneo fulani, unapingwa kuomba. Utaondoka hapa. Hatutaki mambo ya kuomba. Tutakufukuza. Maana yake unaleta mambo yasiyo halali kwetu sisi kuyafuata. Haiko kwetu. Ni uondoka ombe, atukubali mambo kama hayo. Ni watu ambao wamejisajili katika ulimwengu ule. Makutano wote wakaondoka, wakawaendea makadhi, wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora. Wanachokipigiwa, wachawi wamekuwa wakali. Injili sije kuhubiriwa. These guys can be hostile, lakini wanaweza watu katika ulimwengu wa roho kwa kuthibitiwa. Ndio maana tuko hapa, wateule wa Mungu, na kuiteka hiyo anga na kuiamuru na kufunga nguvu zitawalazo, kuwaombea wamishonari ambao wanaenda kuhubiri. Sasa hivi tuna wamishonari wanaenda katika sehemu mbalimbali ambazo hata mwenyewe ukiambiwa kwenda ni kazi. Eneo ambayo imeloa Uislamu, ambayo inapinga na habari za wokovu. Wale pale ni kuwaombea ili Mungu awalinde, awasaidie. Nguvu kama hizi za kuwapiga zinapoinuka, Mungu awatetee. Kwa hiyo na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakaamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Haulindi kwa sababu wewe ni mkora, si kwa sababu wewe ni mhalifu. Ulihubiri injili tu, ukamkomboa mtu aliyefungwa. Wenyewe wanataka kuendelea na pepo zao. Wewe umefungua mtu, imekuwa shida kwako. Naye akisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akafunga miguu kwa mikatale. Lakini panapo usiku wa manane, haleluya, tuko usiku wa manane. Wale mlio macho, Bwana Yesu asifiwe. Walio macho, Bwana asifiwe. Tumefika hapo penyewe sasa. Verse 25. Si tuko kwenye usiku wa manane sasa hivi? Sasa ni saa ngapi? Saa 8 baada ya 20. Palipo usiku wa manane, sikiza kazi hapo. Verse 25. Lakini panapo usiku wa manane, Paul na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu.
na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Kwa hiyo kama unafikiri wewe ndio wa kwanza kukesha, wewe sio wa kwanza. Wenzetu hapa usiku wa manane, these guys were praying and praising God. Walikuwa wakimuomba Mungu usiku wa manane na kumwimbia. Ndio maana hapa we've taken time singing, kuimba. Sio kuimba tu kufanya mazoezi. Tunaimba kwa sababu uimbaji una siri yake katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema Bwana hushuka ukaa katika sifa za watu wake. Ndio maana tumekuwa hapa tukaimba vya kutosha. This is what Paul and Silas did in prison. Wamefungwa pale wakaomba na kumsifu Bwana. Wafungwa wengine wanasikiza tu. Kama vile tunaweza kuwa hapa na watu kwa manyumba zao wanasikiza. Sisi tukisifu hapa, lakini sisi tuko gerezani. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikiswa, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vyote vikalegezwa. Vifungo vingapi? Vyote vikalegezwa. So as you pray here, as you glorify God here, unafungua wengine. Kuna watu waliofungwa ambao kutatetemeshwa, waliofungwa wafunguliwe. Hao watu wamefungwa gerezani, lakini kufungwa kwao ilikuwa ni faida wa wengine pale. Maana walipoanza kuomba Mungu, wameingia pale wanateseka kwa ajili ya Kristo. Sisi tumekuja hapa tukatae starehe, tukeshe hapa ili tumuite Mungu. Tunaomba ardhi waliofungwa kutikiswe na minyororo ianguke, watu waliofungwa wakapate kufunguliwa. Kwa hiyo tuna muda mzuri, wateule wa Mungu, vifungo vilegezwe. Pawe na tetemeko usiku leo tunapoomba. Tausa hii itetemeshwe. Vifungo vianguke, wale wazee vimewafunga. Wazee wamefungwa katika ulevi, wamefungwa katika ushirikina, wamefungwa katika mambo mengi. Wako katika vifungo usiku wa leo. Mungu achilie neema, tukiomba usiku wa leo, popote vifungo viko viwalegee, na waipokee injili ya Mungu. Wakapate kuipokea injili ya Mungu. Biblia inasema kwamba vifungo vya wote. Ukumbuke pale mstari ule utangulia nasema, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Alafu ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika. Gereza lile halikuwa na watu wawili, Paul na Sila tu, walikuwa na wafungwa wengine. Likatikiswa, si mahali Paul na Sila wamekaa, gereza lote likatikiswa. Na wakati linatikiswa hivyo, watu na minyororo yao wamefungwa, inasema mara milango, na mara hiyo milango ikafunguka na vifungo vya wote vikalegezwa. Wako hapo, there's power in prayer and praising God. Unaweza kuwa watu wengine hawafahamu, lakini unapoomba kuna wengi sana unafungua. Wafunguliwe usiku wa leo kwa jina la Yesu. Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tuko hapa. Akataka taa ziletwe. Kumbe walikuwa gizani, gerezani gizani. Akataka taa ziletwe, akarukia ndani akitetemeka kwa hofu, akawaangukia Paulo na Sila.